Naomba kutangaza matokeo, na kabla hapo naomba kutoa taarifa kuwa matokeo haya yamethibitishwa na Mheshimiwa Jacqueline Msongozi kutoka kambi ya walio wengi na Mheshimiwa Agnesta Kaiser kutoka kambi ya walio wachache. Mheshimiwa Spika, matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura za hapana 0, kura zilizoharibika 2, kura za ndio 369, Asante. Na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Mheshimiwa Mwigulu, karibu tutoe shukrani, na ukimaliza kaa kwenye kiti chako rasmi. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na kutukutanisha katika bunge la 13. Namshukuru Mungu vile vile kwa hatua hii ambayo tumetoka kuishuhudia. La pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa Watanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Spika, katika miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais anayetaka matokeo ya haraka yanayotatua matatizo ya Watanzania. Amefanya hivyo wakati alipoapishwa kulikuwa na tatizo kubwa la umeme. Aliweka jitihada kubwa za kukamilisha mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere na kuachilia umeme ule ambao umemaliza kabisa tatizo la kukatika kwa umeme na kuipa nchi ziada ya umeme. Alipoingia madarakani kulikuwa na tatizo la vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto kutokana na upungufu wa hospitali na vituo vya afya. Katika kipindi kifupi amejenga zaidi ya hospitali 119 za wilaya, zaidi ya vituo vya afya 649 katika kata mbalimbali, na zaidi ya zahanati 2800 kwa nchi nzima. Katika kipindi kifupi kulikuwa na shida ya shule pamoja na madarasa, na tulikuwa tukiona baadhi ya wanafunzi wakisomea chini ya miti. Katika kipindi kifupi amejenga shule mpya zaidi ya 2700 za msingi, na amejenga zaidi ya shule 1300 za sekondari na madarasa zaidi ya 1097.
Hivyo hivyo katika sekta zingine ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague kwa wingi, na nimetaja tu kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani hii si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa rais. Tuna imani na utendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Dr. Hussein Mwinyi kwa kuchaguliwa na kuaminiwa kuwa rais wa Zanzibar. Ushindi wake ni ishara na uthibitisho wa kazi kubwa alizofanya za kuwaletea maendeleo wa Zanzibari. Namtakia kila laheri katika utumishi wake mpya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari amekuwa kiungo muhimu na amekuwa akisaidia sana majukumu yanayohusu sheria kama custodian wa masuala ya sheria wa serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13. Natambua nia yako thabiti ya kulifanya bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Niahidi kwa niaba ya serikali tutatoa ushirikiano wa dhati kuweza kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako hayo ya kulifanya bunge la 13 kuwa bunge la Watanzania. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dr. Philip Mpango, makamu wa rais mstaafu, kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Tutamkumbuka kwa unyenyekevu wake, kwa maono yake na usaidizi wake uliojaa utii. Dr. Mpango amefanya kazi yake kwa uthabiti mkubwa. Nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu. Nimpongeze Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu mstaafu, kwa kazi kubwa aliyoifanya bila kuchoka ya ufuatiliaji wa miradi, ya ufuatiliaji wa shughuli za serikali, kwa unyenyekevu wake, kwa uadilifu wake na kazi kubwa ambayo amefanya kwa taifa letu. Naamini kila Mtanzania anatambua jitihada alizofanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niruhusu niseme nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliofanya ya kuthibitisha jina langu. Asanteni sana. Mmenipa faraja na mmenipa deni kwa imani hiyo kubwa mlionipatia. Niwaahidi tutashirikiana nanyi, serikali itashirikiana nanyi, itapokea maoni yenu, itapokea hoja zenu, tutawasikiliza. Na Mheshimiwa Spika, niseme tutawasikiliza bila ubaguzi, hata walio wachache watakuwa na fursa sawa, kwa sababu bunge lako ni bunge moja. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, niseme tu tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu.
kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani, ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania, na hasa kwa kuzingatia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa ni rais wa matokeo, rais wa matokeo ya haraka, rais anayetatua matatizo ya Tanzania. Kwenye maeneo ambayo amepokea vijiji vikiwa havijapata umeme, ndani ya muda mfupi alimalizia vijiji vyote vikapata umeme. Watanzania wanatarajia takriban vitongoji 28,000 ambavyo havijapata umeme sasa vikapata umeme. Hayo ni mambo makubwa ambayo yanasubiriwa na Watanzania katika kipindi hiki kinachofuata. Si hivyo tu, Mheshimiwa Rais ametoa ahadi kupitia ilani ya uchaguzi kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana, takriban kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Hii ni kazi kubwa ambayo tutafanyia uratibu, usimamizi kuweza kuhakikisha kwamba ndoto ya Mheshimiwa Rais ya Watanzania wa vijana wetu kupata ajira inatimia. Tutaratibu mpango mkakati ndani ya serikali na kushirikisha sekta binafsi kuweza kuhakikisha kwamba dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 inakwenda kutimia. Mheshimiwa Spika, pamoja na Tanzania kuwa nchi tajiri, bado tuna asilimia isiyopungua 8 ya Watanzania, asilimia 8 ya Watanzania wanaoishi katika umaskini wa kupindukia. Tuna takribani asilimia 26 ya Watanzania wanaoishi kwenye umaskini wa kipato. Niwakumbushe Watanzania, mimi umaskini wa Watanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Na Mheshimiwa Spika, katika maisha yangu haya, katika umri wangu huu, miaka takribani 32 nimeishi katika maisha hayo ya umaskini. Nimeishi katika maisha ambayo, kwa wale wanaokumbuka, kule vijijini mama zetu, dada zetu wakivaa gauni huwa wanajifunga nguo kiunoni. Ile nguo anayojifunga dada yangu, ile nguo anayojifunga shemeji yangu, ndio ilikuwa nguo yangu ya kujifunika. Kwa hiyo kabla hajamaliza shughuli zake za kila siku, silali mpaka akalale ili nipate shuka ya kujifunika. Na asubuhi kabla hajaanza kazi lazima niamke ili ile nguo niliyojifunika ndio yeye iwe nguo ya kujifunga ili aweze kuanza majukumu yake. Ninatambua mazingira ya kulala, unaenda kuchunga, ukirudi nyumba nzima inavuja, na utakapolala inabidi ujifunike ile ngozi ili
matone yale yanayoendelea kuvuja angalau yatue kwenye ngozi. Na yatambua maisha hayo. Natambua mnaenda kula pamoja na watoto wote rika mbalimbali, mko takriban 20 kwenye chungu kimoja cha mboga, chungu kimoja cha sahani moja ya ugali. Inabidi utangulize kuanza kula ugali mwingine bila mboga, kwa sababu ukisubiria mikono ya kwenye mboga iishe ndio na chakula kitakuwa kimeisha. Na natambua matatizo haya ya ajira ambayo Mheshimiwa Rais anayaongelea. Natambua maumivu ya kusoma kwa shida na ukasubiria ajira ukiwa umekosa. Natambua dira hiyo ambayo Mheshimiwa Rais anataka awapatie vijana takriban milioni 8 ajira. Natambua maumivu yake. Nilipomaliza chuo nimefanya kazi ya kubeba zege kwenye kiwanda cha matofali ili upate kipato cha siku, na mke wangu akiwa anapika mamalishe, na wakati mwingine wakati anawagawia wabeba zege wenzangu wengine walikuwa wanatoa maneno makali. Natambua adha hiyo. Niwahakikishie Watanzania hasa wa mazingira ya chini watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watanzania watafikisha kero zao, na watumishi wa umma watakwenda kwenye makazi, kwenye maeneo ya Watanzania kutatua kero za Watanzania. Ukiondoa miaka 32 hiyo niliyoielezea, miaka takriban 18 maisha yangu yamezungukwa na wahitaji kuliko walioridhika. Nikiwa na watoto takriban 100 nao kaa nao, na bweni la wanawake na wanaume, wasichana na wavulana hapa. Natambua mahitaji na uhitaji wa Watanzania. Naitambua. Kwa kutambua hilo, naamini yale yaliyo dira ya Mheshimiwa Rais katika kutatua kero za Watanzania, niwahakikishie Watanzania nitasimamia kwa uadilifu, nitasimamia kwa jitihada, nitasimamia kwa kuhakikisha kwamba hayo yanatimia. Kwa kuzingatia kazi kubwa hiyo iliyoko mbele yetu niliyoisema. Watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa Watanzania wote. Haya yote ambayo tunayaongea, yale yote yaliyoongelewa kwenye dira, yale yote yaliyoongelewa kwenye ilani ya uchaguzi, yale yote tulio na matamanio nayo, yale yote yaliyo ahadi ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wa rais, yale yote yaliyo ahadi zenu waheshimiwa wabunge,
yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa letu litakuwa na amani, kama taifa letu litakuwa taifa lenye amani. Yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa lina hali ya amani. Bila amani, yote tunayotamani, yote tunayotarajia, yote tulioahidiwa, yote viongozi walioahidi, yote yaliyoko kwenye dira, yote yaliyoko kwenye ilani hayawezi kufikiwa. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuwe na wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu ni ya amani. Tumtangulize Mungu hata kwa yale tunayoona ni magumu, ili tuweze kuhakikisha kwamba Mungu anatusaidia kupata ufumbuzi wake, kwa sababu kwake yote ni mepesi. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nishukuru familia yangu, wamesimama nami mara zote, mke wangu Neema pamoja na watoto. Niwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba, niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Iramba, kwa sababu pasipo wao kunichagua nisingepata sifa leo ya kupendekezwa kuwa waziri mkuu. Asanteni sana wana Iramba, asanteni sana Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa mara nyingine. Asante sana kwa kunipa nafasi. Asanteni sana waheshimiwa wabunge. Katibu.